Yes, ebana kutoka kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Of course, sasa hivi tunaona zile stories za A-list wakiwa wanapiga story kwa namna moja ama nyingine, zile moment ambazo wao washawahi kupitana nazo na vitu kama hivi hapo. Sasa kumekuwa kuna maswali mengi kuhusiana na mahusiano ya Harmonize pamoja na Kajala. Na watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwamba hawa wamesharudiana au la. Lakini kutoka kwenye moja kati ya live kutoka kwenye TikTok live huko ya kwake Karima Story ameweza kutusanua kwamba Harmonize na Kajala bado hawajarudiana, lakini pia ametoa baadhi ya ushauri wa kile ambacho kimekuwa kikiendelea kati ya wawili hawa. La, inasemekana kwamba Kajala sasa hivi anatumia nguvu kubwa sana kumrudisha Harmonize kwa sababu ya kile ambacho kimekuwa kikiendelea. Anaamini kabisa Harmonize ndo mwanaume sahihi kwake, lakini magomvi ndo kama yamekuwa yakitawala kati yao wawili kwa sababu si mara ya kwanza kuwa pamoja na mwisho siku wanakuja kuachana. Na wadau wengi wanasema kwamba kwa nini Paula akatulia kwenye ndoa yake alafu mama yake amekuwa hatulii kwenye mahusiano, kitu ambacho kimekuwa mjadala mkubwa sana kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii kuhusiana na hichi ambacho kimekuwa kikiendelea. Sasa mimi hapa na kusogezea kile ambacho alikuwa anakizungumza Karima Story pamoja na watesi wake kwa namna moja ama nyingine, alafu wewe pia utadondosha comment yako hapo, tutakaa sawa. Hawajarudiana kama na Kajala. Kwa hiyo hawajarudiana kama na Kajala. Kwa hiyo niliwahi kusema hapa live nikawaambiaje? Kwa anachokifanya Kajala anamwaibisha mtoto wake. Kwa alipo sasa hivi Paula, unatakiwa mama utulie, kwa sababu mwanao mwenyewe ameweza kustiki kwenye mahusiano akatulia. Mama, kwa nini uhangaike? Yaani haileti picha nzuri mwanao na mahusiano yamenyoka hivi. Wewe Harmonize siku 2-3 mmerudiana, siku 2-3 mmeachana, 2-3 mmerudiana, hamtaki kuongeleshana, hamtaki kusapotiana, hamtaki kuongea. Jamani, hiyo haileti picha nzuri kwenye jamii. Sio, mnanielewa? Kwa hiyo katika kitu ambacho anatakiwa kuangalia ni anaishi vipi Kajala, ni mwanaume sahihi wa kuishi naye. Kama anaamua kuingia kwa Harmonize, basi awe mvumilivu, aingie kwa Harmonize mazima, awe na mahusiano strong kama mwanae. Kama sio Harmonize, basi atafute mahusiano ambayo hayako public, apendane huko, maisha yaendelee. Mbele tu kuna depa. Vina kiredio tushamaliza Miss Fia. Wewe ulikuwa wapi? Angetafuta baba mtu mzima mwenye akili. Jamani, sasa hapo ngoja kujibu Salma. Hiyo nayo kazi. Baba mtu mzima ambaye yuko single. Wanaume wote ambao wanajielewa na mawezi wa kuwahendo hao master wetu wana wake zao. Ndio maana unaona master wetu au A-list ukiangalia wapenzi wao ni watu ambao wana control. Kwanza Ezekiel na Kusa, Wema na Wozu, Wolpa na Richi. Unasikia kuna Ireneo na Mbosso. Yaani watu ambao wana mahusiano hawapati, sio kwamba hawapendi, ni kwamba wanapenda lakini hawapati mahusiano ambayo ni yatawaheshimisha.